Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, nimwite Mheshimiwa Clayton Revocatus Chipando, mbunge wa Kigoma Mjini, aulize swali lake. Mbunge wa Kigoma Mjini anauliza, je, serikali ina mkakati gani wa kumaliza migogoro ya ardhi inayowakabili wananchi wa maeneo mbalimbali ya Kigoma Mjini? Swali limeelekezwa katika Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, na Naibu Waziri Kaspa Muya ataenda kutoa majibu ya serikali. Kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Kaspa Muya. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa niaba ya Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, naomba nijibu swali namba 304 la Mheshimiwa Clayton Revocatus Chipando. Mheshimiwa Mwenyekiti, migogoro ya ardhi ni changamoto inayowakabili wananchi wengi nchini, wakiwemo wa mkoa wa Kigoma. Migogoro hii imekuwa ikisababishwa na mwingiliano wa matumizi ya ardhi, uuzwaji wa ardhi usiozingatia sheria na mamlaka husika, uvamizi wa maeneo ya umma na mashamba makubwa, pia elimu ndogo ya wananchi kuhusu masuala ya ardhi na matangazo ya mipaka ya kiutawala. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kwa kushirikiana na mamlaka nyingine za kiserikali imeendelea kutatua migogoro hii kiutawala kupitia ofisi za makamishna wa ardhi za mikoa, kliniki za ardhi zinazoendelea nchi nzima na vikao na mikutano ya viongozi. Mathalani, katika mkoa wa Kigoma, jumla ya kliniki 5 zimefanyika kwa mwaka wa fedha mwaka 2025/26. Katika mkoa wa Kigoma, jumla ya migogoro 1092 ilipokelewa na kusikilizwa, ambapo kati yake migogoro 1046 itatuliwa kiutawala. Migogoro 46 iliyobakia ipo kwenye hatua mbalimbali za utatuzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kushughulikia migogoro hiyo, serikali kwa kushirikiana na mamlaka ya mkoa wa Kigoma imeendelea kuweka mikakati inayolenga kuhakikisha migogoro ya ardhi iliyopo katika mkoa wa Kigoma na maeneo mengine nchini inapungua na hatimaye kumalizika kabisa. Mikakati hiyo ni pamoja na kuandaa mipango ya matumizi ya ardhi na kuisimamia, kuendesha programu za kliniki za ardhi, kutoa elimu kwa umma kuhusu masuala ya ardhi ili kuepusha wananchi kujiingiza katika migogoro ya ardhi inayoweza kuzuilika. Pia kuandaa rejista ya migogoro ili kuepusha ushirikiaji wa migogoro mmoja zaidi ya mara moja, na kusimamia nidhamu za watumishi wa sekta ya ardhi ili waweze kutekeleza majukumu yao kwa weledi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Clayton Chipando. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru sana kwa majibu mazuri ya serikali, na mimi nakiri kwamba tumeona wakipambana kutatua migogoro. Nampongeza pia hata mkuu wa wilaya wa Kigoma Mjini, mzee wangu Chuachua, anapambana sana. Lakini nataka nimkumbushe Mheshimiwa Waziri, katika dunia hii kuna vitu vitatu peke yake ambavyo mtu anaweza kupambana kufa na kupona: hela, ardhi na mapenzi. Hivi vitu ni vitu ambavyo binadamu anaweza kupambana kwa nguvu zake zote kwa ajili ya kutetea. Kwenye swala la ardhi, imekuwa migogoro inajirudia mara kwa mara. Ni ule mgogoro ambao mmeutatua mwaka jana, mwaka huu unajirudia. Ule mgogoro mmeutatua mwaka jana, mwaka huu unajirudia. Na mingine inatengenezwa na wataalamu wetu. Maeneo ya umma yamekuwa yanabadilishwa kiholela. Sehemu ilikuwa sehemu kujenga. Mheshimiwa Chipando, maelezo yako yametosha. Uliza swali. Nipeleka mizizi kidogo ya swali Mheshimiwa. Uliza swali ya. Naomba serikali inipe majibu. Ni lini itaweka sheria kali ya kuzuia kubadilisha matumizi ya maeneo ya umma kama open space na sehemu ambazo zimetengwa ajili ya shule na zahanati na kliniki? Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza ninampongeza sana Mheshimiwa Chipando kwa kushirikiana na Wizara ya Ardhi. Mara nyingi alikuwa anawasiliana na sisi katika kujua hatua mbalimbali za migogoro hii. Na wapongeza sana wakazi au wananchi wa Kigoma Mjini kwa kumchagua mbunge mahiri na mfuatiliaji. Mheshimiwa Mwenyekiti,
serikali imefanya kazi kubwa sana kwa kushirikiana na bunge hii. Tukumbuke tuna sera ya maendeleo ya makazi ya mwaka 2000 ambayo serikali imeitunga. Lakini pia tuna sera ya ardhi ya mwaka 95 ya toleo la mwaka 2023. Lakini pia tuna sheria ya mipango miji ambayo ni sura 355. Licha hivyo pia tuna kanuni ya sheria hii, kanuni ya mwaka 2018 na iliyofanyiwa maboresho mwaka 2023. Yote haya yamefanyika kwa sababu wanataka kusimamia sekta ya ardhi, hususan kwenye kupanga, lakini kumilikisha na hata kusimamia matumizi yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, uwepo wa sheria hizi na sera hizi na kanuni ndiyo msingi mkubwa. Hapo tunachotakiwa ni kutoa tu angalizo kwa watu wote wanayependa kutumia maeneo ya wazi bila kufuata utaratibu. Maelekezo ya waziri wa ardhi yako wazi. Tutakwenda kubomoa kuanzia hatua ya kupanga kuleta matofali yako, tukikuta kwenye msingi, tukikuta umejenga bila kujali gharama uliyotumia, tutaenda kubomoa na kukuelekeza ufuate sheria zinazotakiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa wabunge, tunaendelea, muda wetu unakwenda haraka. Wizara ya Viwanda na Biashara.